Changamoto zipo, zimegawanyika katika mafungu mawili. Ya kwanza ni hii ya wanachama kutokurejesha kwa wakati. Unajua moja ya uzuri wa vikundi vya kuweka na kukopa ni kwamba tunapokukopesha tunakupangia ratiba ya marejesho ni kila wiki na tunakufundisha vizuri. Lakini kwa muongozo na kanuni tulizonazo hatutakiwi kusababisha usumbufu kwenye urejeshaji wako. Kwa maana kuna Kiswahili cha kitaalam kidogo kinatumika kufanya harassment. Yani hatutakiwi kukulazimisha sana. Sio kama mashirika mengine ambayo usiporejesha kundi zima linazuiliwa, hakuna kutoka mpaka irejesho. Sisi hatuna hiyo. Sisi ni kama kuna rehema fulani. Sasa katika ile rehema watu wanaitumia vibaya. Naisa amefurahia kwenye rehema, naona anatikisa kichwa. Kuna nafuu zaidi. Pale kuna nafuu. Yaani hatutakiwi kukubana sana. Tunachotakiwa kuhakikisha ni wewe unapanda hisa vizuri, ni wewe unahudhuria vizuri, unakidhi mahitaji yetu mengine ya kivikoba. Lakini sasa watu wametumia vibaya hiyo fursa. Kwa unatokea tunafika mwisho wa mwaka, marejesho bado hayako vizuri, au unakuta tunafika mwisho wa mwaka faida inakuwa ndogo. Kwa nini? Kwa sababu mzunguko wa fedha ulikuwa mdogo. Watu walikuwa hawarejeshi. Hiyo ni changamoto ya upande wa kwanza. Changamoto ya upande wa pili ni watu kukopa na kutoroka. Wanakopa, mwingine akiona maisha yamemwendea vibaya, haji kujieleza, anaamua kukimbia. Kwa hizo ni changamoto mbili. Sawa. Lakini adhabu gani mnatoa kwa mtu ambaye atachelewesha marejesho? Sisi tunaweka kwenye penalty. Penalty? Tunasema mtu mzima hapigwi, hachapwi, hashikiwi fimbo. Namna pekee tunaweza kumdhibiti ni kwa njia ya kumpiga penalty. Kwa hiyo tunapokupa mkopo, kwa mfano mkopo wa mwezi, mkopo wa mwezi unatakiwa urejeshe kwa faida ya 10%. Kwa mfano tumekupa 100,000, baada ya mwezi mmoja unatakiwa tuletee 110,000. Usiporejesha ndani ya huo mwezi mmoja, kama imebaki 70,000, labda ulirejesha 30, imebaki 70,000, maana yake tunakupiga penalty kwanza shilingi 10,000 ile tuliokupa. Alafu unakuja unailipia ziada. Sisi tunaita ziada, hatuiti riba. Tunailipia ziada au faida nyingine ile 70,000. Kwa hiyo katika mwezi unaofuata utaleta shilingi 87,000. 10,000 penalty, 7,000 ni faida ya ile 70,000 iliyobaki. Hivyo ndivyo ambavyo tunawajibishana. Sawa. TASACO mnatoa mikopo kwa wakina mama tu au na wakina baba? Tunatoa mikopo kwa wakina baba na wakina mama. Wakina baba wako wangapi pale? Wako 100. Wababa ni wagumu sana wako vizuri kwa kujitahidi. Mpaka wamefika 700, basi pale kuna uaminifu TASACO. 700 100 ni 100 katika 2000 na watu 100 ndio na hiyo ni vizuri ili likae vizuri. Hata juzi kuna baba mmoja alikuwa ananiuliza, hivi sisi tunaruhusiwa pale ofisini kwenu? Nikamwambia usichokijua 80% ya wale wamama unaowaona pale sio kwamba ni hela zao, ila zile ni hela za wakina baba. Kinachotokea ni nini? Baba sasa hivi nimetoka, nimeenda kwenye shughuli zangu, mama yuko nyumbani, na sisi tunasema ni muhimu sana kuhudhuria. Kwa hiyo ili isionekane kwamba sijahudhuria mimi baba, ninamtuma mama aende kwenye kikoba. Kwa nini? Kwa sababu baba yuko kazini, yuko busy. Mama yuko nyumbani, yeye aende kwenye kikoba. Kwa sababu utaratibu wa kikoba kila siku ile ambayo tumekubaliana kwa wiki lazima uhudhurie. Kwa hiyo wamama wengi wanaonekana wako pale kwa sababu wengi wako nyumbani. Lakini pia mama ni mtu pekee ambaye anaweza kucheza vitu vingi kwa wakati, anaweza kuichezesha ratiba yake vizuri. Sio kama baba akibezi mahali amebezi. Mama huko anapika uji, huko ana uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndio maana wanaonekana kama ni vya wamama. Sawa. Na ndugu zangu nyie hapo naona nimewazuia kidogo kama swali. Mimi na maswali kadhaa, lakini tutaanza swali kubwa la kwanza. Umesema kwamba TASACO
ni sehemu ambayo mnatoa masuala mzima ya elimu na kusaidia watu wenye uhitaji. Nataka kujua hapo kwenye kusaidia watu wenye uhitaji kivipi na mnafanyaje vipi kusaidia watu ambao wanahitaji? Okay, kwenye kusaidia watu wenye mahitaji iko miradi ambayo tumefanya ambayo tunatamani watu waifahamu, watazamaji wetu wa Kasako wajue kabisa kwamba TASACO sio wanatoa tu mikopo, wanaendesha mambo ya ujasiriamali, lakini wanasaidia nini kwa jamii? Safi. Tunatoa huduma kwa watu wenye mahitaji. Tuna mradi unaitwa Somesha Mtoto Mmoja. Somesha Mtoto Mmoja ni mradi ambao umelenga kutoa elimu kwa watu, kwa jamii, kwa wajasiriamali, kwa wanavikundi, kwamba kama mimi Chegere nina watoto wawili, wanapata elimu bora, wanapata malezi bora, wanapata furaha ya kuwa na mzazi. Kuna mtoto mmoja yatima huko nje, hana baba, hana mama, na anasoma pengine, na katika kusoma ana ndoto, anatamani kufanya vizuri kwenye masomo yake na pengine kuja kuwa mtu fulani. Lakini kinachotokea ni nini? Hana mtu wa kumwezesha, hana mtu wa kumtia moyo. Kwa hiyo tukasema mimi sasa Chegere nina nafasi ya kuwezesha yule mtoto akasoma mmoja. Kwa hiyo huo mradi unaitwa Somesha Mtoto Mmoja, kwamba mtu mmoja mwenye uwezo amesomesha watoto wake vizuri, amewahakikishia maisha, achukue na mwingine mmoja tu mtaani. Na kama kikundi kina watu 30, kila mtu akichukua mmoja, tutasomesha watu 30. Kama taasisi na watu 2000, kila mtu akichukua mmoja, tutasomesha watu 2000. Na hiyo inakuwa Mr. Chegere inakuwa ni lazima? No, elimu. Unajua kuna watu wengi tunafanya vitu kwa sababu hatuna elimu, hatuna maarifa. Kuna kitabu fulani niliwahi kusoma kikaandika kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Shida sio kutokufanya, shida sio kwamba hawataki kufanya, shida ni maarifa. Mfano sisi Tanzania tulijengewa ufahamu fulani kwamba wanaoweza kusaidia wenye mahitaji ni wazungu, ni matajiri fulani. Lakini mimi Chegere ambaye niko Kikoba siwezi kumsaidia yatima. Kitu ambacho sio kweli. Yes, kila mtu ana baraka zake. Kila mtu ana baraka zake na ana nafasi ya kusaidia. Kwa hiyo tumetoa elimu. Baada ya kutoa elimu, tumewezesha. Sasa hivi tunasomesha watoto 50 yatima, ambao watoto hawa kwenye vituo mbalimbali au kituo kimoja. Watoto hawa hawako kwenye vituo. Watoto hawa wako mashuleni. Yes, utaratibu huu au mradi huu unaendeshwa kwa mfumo huu hapa. Tunaenda shuleni. Kwanza tunachagua kata ambayo tunataka kuiendea. Labda Gongo la Mboto. Kwa ile kata ya Gongo la Mboto tunachagua shule ambazo tunataka kuziendea. Mfano sasa hivi kule Gongo la Mboto tumeenda shule ya Maarifa, tumeenda shule ya Amani. Tuna watoto pale. Kwa hiyo wale watoto tumesema tutawachukua kuanzia darasa la 4. Darasa la 4. Kwa nini darasa la 4? Kwa sababu hatuchukui mtoto kwa sababu ni yatima. Tunachukua mtoto kwa sababu ni yatima, lakini ana ndoto ya kufanya vizuri kwenye masomo yake. Kinachomkwamisha ni nini? Ni haya mahitaji madogo. Kwa sisi ndo tunasimama pale. Kwa tukienda pale shule, tunamtafuta mkuu wa shule, tayari tuna kibali cha mradi. Tunamweleza mkuu wa shule, tunampata mwalimu wa darasa. Mwalimu wa darasa huwa ana orodha, anawafahamu. Tunajua kwamba walimu ni walezi. Kwa hiyo anawafahamu wale watoto, anatupa huyu anawafaa. Tukishampata yule mtoto, tunakaa naye, tunahojiana naye. Kuna dodoso maalum tunajaza, lakini pia kuna mitihani. Tutaomba mitihani yake ya mwisho na tutaomba matokeo yake ya darasa la 4. Baada ya hapo yule mtoto akija ofisini au akija kule kwetu pia atafanya mtihani.